Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu tena hii 2026. Mungu tena ametupa neema kwa ajili ya kujifunza habari njema za ufalme wa Mungu. Na habari njema ni habari nzuri, habari za furaha, habari zenye kujenga, habari za kufurahisha. Kwa hiyo leo tutajifunza kuhusu ufalme wa Mungu. Ufalme wa Mungu ni nini? Ufalme wa Mungu ni serikali ya Mungu ambayo inaongoza katika ulimwengu wa roho, maana yake ulimwengu wa kiroho, ulimwengu ambao hauonekani. Lakini pia ufalme wa Mungu ni ufalme ambao unaongoza dunia. Kwa hiyo dunia hii unayoiona inaongozwa na ufalme wa Mungu. Kwa hiyo nyuma ya hii dunia kuna ufalme wa Mungu ambao una push mambo ya kidunia yaweze kwenda. Kwa hiyo bila kuwepo kwa huu ufalme wa Mungu, manake serikali ya Mungu, bila kuwepo manake dunia haiwezi ikasogea, kwa sababu kila kitu ambacho kinafanyika katika ulimwengu wa damu na nyama ni tayari kimeshapangwa katika ulimwengu wa roho. Huo ndo katika ulimwengu wa roho ndo tunasema serikali ya Mungu au serikali ya Yesu Kristo. Sasa serikali ya Mungu, kusudi la Mungu la kutuweka sisi wanadamu katika hii dunia, kwamba sisi tuongoze hii dunia sawasawa na mapenzi yake. Kwa hiyo tunaongoza familia sawasawa na mapenzi ya Mungu, tunaongoza whatever tutakachokiongoza, lakini tunaongoza sawasawa na mapenzi yake. Hilo ndio kusudi la Mungu. Sasa katika kutembea kwenye kusudi lake, Mungu alivyomuumba Adamu, akamweka kwenye bustani ya Eden, akamwambia kwamba nenda sasa ukatawale vitu vyote vya angani na nini, wewe ndio umekuwa mtawala. Na utawala ule alivyopewa Adamu alipoteza mamlaka, na alivyopoteza ile mamlaka akakabidhi mamlaka kwa Ibilisi, ambaye Ibilisi hapo mwanzo, Ibilisi hakuumbwa kama kiumbe kibaya au kama malaika mbaya. Hapana, sio hivyo. Kusudi la Mungu alikuwa hilo. Mungu aliumba kila kitu chema. Kila kitu Mungu aliumba chema, na aliumba kila kitu kwa kusudi lake. Mimea kwa kusudi lake, maji kwa kusudi lake, anga kwa kusudi lake. Kila kitu unachokiona Mungu alikiumba kwa kusudi lake. Lakini Mungu alituambia, sasa enendeni mkatawale, kwa sababu nimewapa mamlaka ya kutawala. Sasa Adamu akapoteza ile mamlaka ya kutawala. Sasa habari njema ni kuwa kwamba kile ambacho alikipoteza Adamu sasa kimerejeshwa mikononi mwa mwanadamu kupitia Yesu Kristo. Na ndio maana Biblia inasema kwamba Kristo alikuja kuokoa kilichopotea. Nini kilipotea? Ni ufalme wa Mungu. Kwa sababu Adamu baada ya kukabidhi mamlaka, kumkabidhi Ibilisi, manake vitu vyote vikawa chini ya Ibilisi. Sasa Yesu Kristo amekuja kurejesha, yani amekuja kumrejesha mwanadamu pamoja na vitu vyote alivyoambiwa mwanadamu amiliki. Vyote. Yani hakuna kilichobaki. Kwamba Kristo amekuja kurejesha ufalme, amekuja kumrejesha mwanadamu pamoja na vitu vyote vilivyomo duniani. Kristo amekuja kuviweka pamoja, alafu amemkabidhi mwanadamu.
Ndio maana unakuta maandiko yanasema kwamba Kristo alikuwa na funguo zote. Kristo alikuwa na funguo zote, maana yake funguo za kuzimu, funguo ya duniani na funguo za mbinguni. Akasema funguo hizi ninawapa wanadamu. Kwa hiyo ile nature ya asili ya Adamu aliyopewa bustani ya Eden kabla hajaasi, sasa nature ile kiwango kile tumekabidhiwa leo hii. Nani ametukabidhi? Kwa sababu Kristo ndo alipewa hilo jukumu la kuja kunyang'anya funguo, la kuja kuchukua kilichopotea. Na nikwambie kilichopotea ni nini? Ni mamlaka ilipotea, utawala ulipotea, uzima wa milele ulipotea, haki ilipotea. Sasa baada ya kupoteza vitu vyote hivi, Kristo amekuja kurejesha, na ndio maana yeye anaitwa mpatanishi. Kwa nini mpatanishi? Kwa sababu amerejesha kila kitu kilichopotea. Sasa sisi tunatawala kama makuhani wa Kristo, sababu Kristo ndo mzaliwa wa kwanza, Kristo ndo limbuko la kwanza, yeye ametangulia kuzaliwa, alafu zeni tumefuata sisi. Kwa hiyo sasa hivi hakuna ile kusema kwamba tunasema sasa hivi eti Mungu, Adamu, Kristo, mwanadamu. Ni Baba ambaye Mungu Baba, so Kristo, mwanadamu. Sasa sisi tunaweza kwenda kwa Baba kupitia Kristo. Haleluya. Kwa hiyo tunaenda kwa Baba kupitia Kristo, kwa sababu Kristo ndo mpatanishi wetu. Yeye amepatanisha na amerejesha kile kilichopotea. Sasa kile kilichopotea ni nini? Ufalme. Manake serikali ya Mungu ilikabidhiwa na mtu ambaye sio sahihi. Sasa Mungu akaandaa mikakati ya kumleta mwanaye ambaye Yesu Kristo akaja kunyang'anya ule ufalme. Ndio maana yeye anasema nimekuja kutafuta kilichopotea. Ufalme ulikuwa umepotea, mamlaka ilipotea. Kwa tunavyozungumzia ufalme wa Mungu, tunazungumzia utawala wa kimungu, na mfalme mwenyewe ni Mungu. Kwa kuwa Kristo yumo ndani kwetu, ndo yeye anatuwezesha sisi kutawala. Haleluya. Shida inakuja hapa, tukizungumzia swala la utawala, mawazo yetu makubwa yanawaza tu kutawala mwanadamu. Yaani yanawaza uongozi, yaani kwamba no, sio hivyo. Tunavyozungumzia utawala ni pamoja na huo uongozi, lakini kikubwa ambacho unatakiwa ukijue wewe kama mwanadamu, hata kwenye shughuli zako za kila siku, anayetawala ni Yesu Kristo, ambaye ndo ufalme wa Mungu unatawala kwenye shughuli zako za kila siku. Kwa hiyo tunavyosema ufalme wa Mungu unatawala, hatusemi tu kwamba kwa kuwa mimi nimekuwa kiongozi fulani, nina watu kadhaa wapo chini yangu, hapa ndo ninaweza nikatawala vizuri. So shughuli zako sawa, zinatawaliwa na ufalme wa Mungu. Mawazo yako yanatawaliwa na ufalme wa Mungu. Moyo wako unatawaliwa na ufalme wa Mungu. Akili zako zinatawaliwa na ufalme wa Mungu. Shughuli yoyote inayofanya mikono yako, ndio maana Mungu anasema mikono yenu imebarikiwa, hata miguu yetu imebarikiwa. Anasema tuingie hapo na kutoka, tumeshakwisha kubarikiwa. Sasa hizo baraka ni nani anatawala? Hizo baraka anayetawala ni Mungu aliyekupa.
Kwa tunavyosema ufalme wa Mungu unatawala vitu vyote, ufalme wa Mungu maana yake unamtawala mpaka mwanadamu, na vitu vyote vilivyopo duniani anayetawala ni mwanadamu. Kwa hiyo kazi yako anayetawala ni Mungu. Kwa nini? Ndo alikupa hiyo kazi. Haleluya. Kwa hiyo ambacho ninataka tujifunze kuwa kwamba ufalme wa Mungu upo katika hii dunia, ambao huo ufalme wa Mungu unatawala vitu vyote, akiwepo mwanadamu, mali zake na kila kitu unachokiona kwenye hii dunia. Ufalme wa Mungu ndo unatawala, maanake serikali ya Mungu ndo inatawala. Na serikali ya Mungu hakuna uchaguzi, yani usema kwamba tutachagua. Mungu ndo amekaa kwenye kiti cha enzi, na ndio maana yeye amesema kwamba sisi ni raia wa mbinguni. Uraia wetu si wa nchi, kwa sababu uraia wetu umeanzia wapi? Umeanzia mbinguni, kwenye ufalme wake tumepata uraia wake. Biblia anasema tumeketi pamoja naye, maanake tumeketi kwenye ufalme wake. Haleluya. Kwa hiyo ufalme wa Mungu ndo unaniwezesha mimi kusurvive katika hii dunia, na lazima niuangalie ufalme wa Mungu ambao unaniwezesha mimi kusurvive kwenye hii dunia. Siangalii mazingira yanasema nini, no, naangalia ufalme wa Mungu unasema nini kupitia neno la Mungu. Neno la Mungu linasemaje? Neno la Mungu linasemaje? Neno la Mungu linasema kwa kupigwa kwa Yesu Kristo mimi nimebarikiwa. So mimi nature yangu ni mbarikiwa. Hiyo ni nature, hiyo ni asili yangu 100%. Na ndio maana Adamu alivyokataa uzima wa milele, Yesu Kristo amekuja kuchagua uzima wa milele. Kwa hiyo uzima ule ule, baraka ile ile, imani ile ile, uweza ule ule, utawala ule ule, kila kitu kimo ndani yetu. Sasa kinazaliwa kuanzia ndani kwetu, kinakuja nje. Kwa hiyo hatuangalii mazingira yaliyotuzunguka. Mazingira yaliyotuzunguka yanaweza kama mazingira mabovu, mazingira ya kushindwa, mazingira ya kufeli, lakini je, mazingira ya ndani, katika nguvu za ndani, katika ufalme wa Mungu uliomo ndani kwetu, na kuonesha sasa hivi maandiko, katika nguvu za Mungu zilizomo ndani yetu zinawezesha kuvuka kwenye hilo jambo? Yes, zinawezesha. Kwa hiyo sasa sina shaka, sina hofu, sina wasiwasi. Ninaamini nitavuka. Ninaamini nitasonga. Ninaamini nitasogea. Ninaamini nitaenda ng'ambo nyingine. Why? Kwa sababu ninaye mtu anayeniwezesha, ninaye Kristo, mwanadamu Yesu Kristo, ninaye ndani kwangu. Nimeungana naye, nimekuwa naye ushirika pamoja. Nafsi yangu na nafsi yake tumeungana pamoja, roho yake na roho yangu imeungana pamoja. Sasa yeye nampa nafasi ndani yangu kutawala vitu vyangu, kutawala mawazo yangu, kutawala fikira zangu, kutawala kila kitu ninachokimiliki, kutawala kazi yangu, kutawala kila kitu ninachokimiliki. Kwa nini? Kwa sababu ufalme wake ndo unaotawala hii dunia. Twende kwenye kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 17 mstari wa 20. Biblia inasemaje? Biblia inazungumza vizuri sana. Inasema hivi 20 mpaka 21. Inasema, na alipoulizwa na Mafarisayo. So Kristo anaulizwa na Mafarisayo. Wanataka kujua mambo ya ufalme. Wanataka kufahamu. Mbona zile nchi zinazoongozwa na uongozi ule wa kifalme, sio wa kidemokrasia, wanaelewa vizuri mfalme namna ambavyo anaongoza. So sisi kwa sababu Yesu Kristo ndo kiongozi wetu, ndo anayetuongoza, ndo anayetupa uelekeo. Sasa yeye amekaa kwenye kiti cha Daudi, kiti
cha ufalme kama kiongozi wetu anayetuongoza, mfalme wa wafalme, simba wa kabila la Yuda, mwana aliyezaliwa kupitia kwa uzao wa Daudi, na ilitabiriwa kuja kwa huyo mfalme, kwa sababu Isaya alisema kwamba uweza umo mabegani mwake. Isaya 9. Uweza, nguvu, mamlaka anasema uweza wa kifalme umo mabegani mwake, maanake yeye ni mtawala. Haleluya! Kwa kuwa sisi tunaye Roho wa Bwana yumo ndani kwetu, maana yake ni uwepo wa Mungu katikati ya maisha yetu. Haleluya! Sasa tukienda tunaona kwamba, na alipoulizwa na Mafarisayo wakauliza, ufalme wa Mungu utakuja lini? Ufalme wa Mungu utakuja lini? Mafarisayo wanamuuliza Bwana Yesu kwamba ufalme wa Mungu utakuja lini? Utakuja lini ufalme wa Mungu? Aliwajibu akawaambia, ufalme wa Mungu hauji kwa kuuchunguza. Yaani ufalme wa Mungu hauji kwa kuuchunguza. Yaani sasa kana kwamba ufalme ndo huu, yaani ufalme wa Mungu ndo huu na usikia. Ufalme wa Mungu sio feelings. Ufalme wa Mungu ni kukubaliana na kile ambacho Yesu Kristo amekifanya, ni kukubaliana na kazi ya msalaba. Kwa hiyo anasema ufalme wa Mungu hauji kwa kuuchunguza. Yaani anasema wala hawatasema tazama hupo huku. Hauwezi kusema ufalme wa Mungu sasa hivi upo Dar es Salaam, ufalme wa Mungu upo Singida, ufalme wa Mungu upo Ruvuma, ufalme wa Mungu upo Manyara, ufalme wa Mungu upo Tanga, ufalme wa Mungu upo Manyara. Sio ufalme wa Mungu huo, kwamba yani ufalme wa Mungu ni kama upepo. Ufalme wa Mungu sio upepo. Ufalme wa Mungu ni serikali iliyotimilika ambayo inaongozwa na Mungu, na kuna utaratibu wa serikali yake. Ni serikali, na katiba yake ya serikali ya ufalme wa Mungu ni Biblia, kwa sababu ndio inatupa mwongozo kuishi sawasawa na ufalme wa Mungu unavyotaka tuishi. So nchi inakuwa na katiba ambayo inaongoza namna gani tutaenda. So ufalme wa Mungu katiba yake ni neno lake, na neno lake linapatikana kwenye Biblia. So Biblia ni katiba ya neno la Mungu, maanake ni katiba ya serikali ya Mungu. Kwa ili uweze kujua huo ufalme wa Mungu namna unavyofanya kazi kwenye maisha yako, lazima turejea kwenye nature ya Biblia, Bible. Haleluya. Hai, anasema kwamba hawatasema tazama upo huku au kule. Hapana, anasema kwa maana tazama ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Ufalme wa Mungu umo ndani yenu. Sasa kama wewe ni mwanadamu uliyeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, ufalme wa Mungu umo ndani yako. Na je, ufalme huu unaupataje? Ufalme huu unaupata pale ambapo umemwamini Yesu Kristo. Kwa hiyo ufalme wa Mungu umo ndani yetu, maanake serikali ya Mungu imo ndani yetu. Sasa hii serikali ya Mungu kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, sasa ili sasa tupate kuyajua haya mambo, lazima turejee kumsikiliza Mungu anasema nini. Maanake imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia uja kwa neno la Mungu, uja kwa neno lake. Kwa hiyo imani
Ili uweze kuijenga vizuri, lazima usikie neno. Ili uweze kujua mambo ya ufalme wa Mungu, namna ambavyo huo ufalme unavyoopaleti katika hii dunia, lazima turejee kwenye neno kama nature yetu, kama asili yetu. Na ni nani aliyeupatanisha ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili? Ni Yesu Kristo. Kila kitu kilirejeshwa kwa mwanadamu, na ndio maana mtu ambaye anamwamini Yesu Kristo automatically vitu vyote anavyomiliki vimekombolewa. Kwa nini? Ufalme wa Mungu unatembea sasa. Ufalme, nguvu za Mungu zinaanza kutembea kwenye kila kitu ambacho unakifanya, kwenye kila kitu ambacho unakimiliki, nguvu za Mungu zinaanza kutembea. Haiwezekani una ufalme wa Mungu humo ndani kwako, ufalme wenye nguvu, sawa? Yesu yumo ndani kwako, Roho Mtakatifu yumo ndani kwako, Mungu Baba yumo ndani kwako, alafu eti useme alikomboa ardhi, sawa? Alikomboa ardhi akaacha kukomboa kitovu, alikomboa nywele akaacha kukomboa nyayo. No, hapana. Yesu Kristo alikomboa vitu vyote, akuacha kitu kienyehenyi ambacho mwanadamu aje amalizie. Ama hapana, kwa sababu mwanadamu alikuwa tayari ana ile ameingiza asili mpya. Sasa Kristo amekuja kurejesha kile kilichopotea. Amekuja kurejesha kilichopotea. Amekuja kumrejesha mwanadamu, amekuja kurejesha mali zote, amekuja kurejesha fedha zote, amekuja kurejesha magari yote, nyumba zote, kila kitu amekirejesha mikononi mwa wanadamu. Kristo. Kwa hiyo Kristo ni mambo yote. Kila kitu kipo kwa Kristo. Sasa kwa kuwa kila kitu kipo kwa Kristo na Kristo yumo ndani yetu, kila kitu kimerejeshwa kwetu kupitia Yesu Kristo. Haleluya. Kwa hiyo ufalme wa Mungu umo ndani yetu, na huu ufalme wa Mungu unafanya kazi ndani yetu. Unafanya kazi ndani yetu kila siku. Unaona tu ratiba zinaenda, unaona tu kila kitu kinaenda, kila kitu tu kipo sawa. Mungu yupo pamoja na wewe. Bwana Yesu yupo pamoja na wewe. Ndio maana anasema katikati yenu nipo, ndani yenu nipo, juu yenu nipo, kila mnapoenda nipo. Daudi anasema nifiche wapi uso wangu? Nikienda kitanda changu nikikupeleka kuzimu upo, nikileta duniani upo, nikipeleka upo. Sina sehemu ya kujificha. Unamficha Mungu wewe? Mungu huwezi ukamficha. Jicho lake linakutazama hivi usiku na mchana, kwa sababu wewe ni mtoto wake, anakupenda sana. Uwe umekengeuka kama mwana mpotevu aliyepotea, alivyorudi kwa baba yake, baba ana furaha, ana amani, kwa sababu ni mtoto baby. Haleluya. Kwa hiyo ufalme wa Mungu upo katikati yetu, upo ndani yangu. Ufalme wa Mungu upo kwenye maisha yangu. Ufalme wa Mungu upo kwenye kazi zangu. Ufalme wa Mungu upo kwenye shughuli zangu. Ufalme wa Mungu unafanya kazi. Ndio maana Yesu akasema, mrejee sasa kwangu ili mpate pumziko. Manake mnahangaika sana, mnazunguka sana kutafuta. Ufalme wa Mungu upo huku, mara mnasikia upo Singida, mara upo Dar, mara upo wapi. Sasa ufalme wa Mungu umo ndani kwenu. Inatakiwa mjue, inatakiwa mfahamu kuwa kwamba huu ufalme mnao, na huu ufalme unatenda kazi ndani kwenu, na huu ufalme unatenda kazi kwenye maisha yetu. Usifikiri tu umeamka asubuhi unapumua ukasema kwamba ndio hivyo. Ni kwa sababu ya ufalme wa Mungu unawezesha pumzi. Sio kwa ujanja wetu, ni kwa sababu ya Mungu, ni kwa sababu ya Yesu Kristo, ni kwa sababu ya uweza wake.
ni kwa sababu ya mamlaka yake. Haleluya, mwana wa Mungu. Haleluya. So Mungu akutunze, Mungu akuongezee maarifa, Mungu akuongezee ujuzi ili upate kumjua Kristo, upate kumjua mwana wa Mungu aliyekuumba, aliyekujua kabla hata hujazaliwa, aliyekupangia hiyo sehemu uliopo kabla hata wewe hujazaliwa. Mpango wa Mungu kwako kabla hata hujapata fahamu nzuri, Mungu alikupangia yaliyokuwa mema, na Mungu anakuwazia yaliyokuwa mema. Mjue sana Mungu, ndipo mema yatakavyomjilia. So chanzo kizuri cha mema ni kumjua Mungu, kwa sababu Mungu ndo mwenye mema yote. Kwa maana kama nilivyosema hapo mwanzo, Mungu hakuumba kitu chochote kibaya. Hakuna. Hata Ibilisi aliumbwa kwa uzuri, alikuwa malaika wa sifa. Hakumuumba Ibilisi ili awe Ibilisi, hamna. Ni kwa sababu ya kiburi chake, kujinyanyua, kujiinua, kutaka kukalia kiti cha enzi. Ndio maana akajisifu, ninataka nikae kugombania kiti cha ufalme wa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo Mungu kwa nguvu za Roho Mtakatifu akupe maarifa na ujuzi, kujua ufalme wake, kujua neema yake. Asante Bwana Yesu, asante Baba kwa ukuu wako na neema yako. Sifa na utukufu tunaachilia mikononi mwako, katika jina la Yesu Kristo. Amen.